Jesus. Hongereni sana kwa wote mliokuwa mkitufuatilia kwenye ibada ya siku ya leo. Kama tulivyoweza kuona, siku ya leo tumejifunza mambo mengi. Siku ya leo ilikuwa ni siku ambayo familia za watu zilikombolewa, na mimi nikiwa mmoja wao, na ninaamini na kwamba na wewe unayenitazama mpendwa mwenzangu, ya kwamba Mungu amekugusa huko uliko. Tumejifunza mambo mengi sana, kuanzia neno la asubuhi mpaka alipopanda mama, na baadaye tukaona nguvu za Mungu zikishuka, zikitembea na sisi, zikitufungua. Watu wamefunguliwa sana. Ninaomba nikuhamasishe kwamba usiache kufuatilia ibada yetu ambayo ipo YouTube kwenye channel ya Tent of Refuge Church of All Nation. Karibu sana, na unapoingia kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tafadhali ninakuomba share link kwa marafiki zako, watu wafunguliwe, like the video, comment kwenye video, ili watu wazidi kufunguliwa zaidi, injili izidi kuwafikia watu wengi kwenye mataifa mbalimbali. Na leo siko peke yangu, niko na mwenzetu mmoja. Ninaomba kwanza tuanze na utambulisho wako. Unaitwa nani? Frida. Okay, Madam ni Frida. Wewe ni mtoto wa madhabahu hii? Ndiyo, mimi mtoto wa madhabahu. Umeionaje ibada ya siku ya leo? Ibada ya siku ya leo, it was very good. Ilikuwa ni powerful. Yeah. Na tuambie wewe, kwenye ibada ya siku ya leo, kitu gani ambacho umeondoka nacho ambacho kitakusaidia wewe kama wewe? Kusimama kama Adam wa familia. Kusimama kama Adam wa familia. Mama alipokuwa anazungumzia kuhusu Adam, nini ulikielewa hasa? Kwamba Mungu anamchagua mtu kuangalia familia yake. Kwa hiyo kama Mungu amekuchagua kuwa kama wewe ni Adam, ni wewe unatakiwa uiangalie familia yako kwa kutoruhusu vitu kuingia kwenye familia yako. Yaani like wewe ni gate, unaweza kuruhusu vitu vizuri au vibaya kuingia kwenye familia yako. Kwa hiyo like a guardian. Wonderful, hongera sana. Natumaini utaweza kusimama kama Adam wa familia yako. Kabisa. Na una neno gani kwa wanaotutazama? Hebu sema neno moja kwao. Karibuni sana mahali hapa. Hapa ni mahali pazuri na sahihi. Ukifika mahali hapa utafunguliwa, kama sio kwa neno, kwa unabii, kwa maombi. Karibuni sana, na washauri mje. Hii ni madhabahu sahihi. Ukija hapa lazima utendewe. Amina, ninatumaini umemwona Mungu. Asante sana, karibu sana. Tuanze na jina lako. Unaitwa nani? Jina langu ninaitwa Elizabeth. Ni mtoto wa halisi wa Hema la Makimbilio. Mtoto halisi wa Hema la Makimbilio. Sawa. Madam Elizabeth, tuambie umeionaje ibada ya siku ya leo, imekaaje? Ibada ya siku ya leo was very powerful. Tukianza na praise and worship. Kwa kweli uwepo wa Mungu ulikuwepo. Tumemwona Bwana, tumemsifu na kumwabudu. Zaidi ya yote tumeona tukihudumiwa na pastor wetu, Pastor Kelvin. Ametufundisha neno zuri sana, very powerful. Naomba nikukatishe please. Kwa hiyo wewe kama wewe, kwenye somo ambalo ametufundisha baba yetu leo Pastor Kelvin, nini ambacho umekichukua, umejifunza wewe kama wewe? Kwanza ilinipa kutafakari. Kaniambia kama kuna nadhiri niliziweka na kama vile nika mute. Lakini kumbe kupitia hivyo kumute ndo vile ambavyo sasa unamuuliza Mungu, unaanza kulalamika, mbona hichi hakitokei, mbona hatua hii sipigi? Lakini kumbuka ni zile nadhiri ambazo umeziweka ukazikawia kuziondoa. Kwa mimi ikanipa picha, kumbe natakiwa kuzikumbuka zile nadhiri zangu, na namshukuru Mungu kwa sababu mama alitufanyia toba na akasema kwamba kama tayari toba imeshapatikana, unaweza sasa ukaanza kuweka nadhiri yako na usichelewe tena kuiondoa. Asante sana. Na tuambie sasa, kwenye ibada ya siku ya leo, nini ambacho umekichukua ambacho kitakusaidia wewe kama wewe, ukiachana na somo ulilotuambia la baba yetu Pastor Kelvin? Tuambie nini ambacho umekichukua wewe ambacho kitakusaidia wewe unapotoka hapa ibadani. Nisimame kama mlinzi wa kiroho kwa ajili ya familia yangu. Leo naona watu wengi wamesimama kuwa walinzi. Natumaini na mimi nitakuwa mlinzi wa familia yangu. Na kingine ama ndo hicho tu? Nimejua kwamba familia ni kitovu nyeti sana, na yani ni kama connection so Mungu na yeye huweza kupitisha vitu vyake fulani, na tumeona kwanza kusudi mojawapo la Mungu kwa ajili ya familia ni utumishi, kupitisha utumishi, lakini pia tukaona kuna maongezeko
lakini pia nimejifunza vitu ambavyo naweza kupaswa kuvifanya kwa ajili ya kuilinda familia yangu, kwa sababu sisi ndio tunayeilinda na kuitunza familia zetu, lakini Mungu peke yake ndiye anaitengeneza familia. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nimejifunza ni kumuunganisha Mungu kwanza, kumtanguliza kwanza Mungu kwenye familia yangu. Yeah. Cha pili ni kufanyika sasa mlinzi wa kiroho kwa ajili ya familia yangu. Okay, asante sana Madam Elizabeth. Na embu sema neno moja kwa watu wanaotutazama hapa, wanaotutazama siku ya leo. Embu sema neno moja kwa, una neno gani la kuwaambia? Ninachowaambia kwamba wanapitwa na vingi, yaani kama bado mtu hajadhamiria kuja hapa kanisani Hema la Makimbilio, anapitwa na vingi sana, kwa sababu ambacho nimekinote tangia nimefika kwenye kanisa hili, ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu wa kiroho. 99% ni katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo tunaweza tukatembea hivi, lakini tunaishi sana rohoni, na kanisa hili sana limebase sana katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ninakushauri wewe ambaye bado hujafika, bado unajiuliza maswali hivi, uko dilema, mahali hapa ni sahihi. Wahi, kimbia, utakutana na Mungu halisi, Mungu wa Hema la Makimbilio, anayetisha, anayetenda, anayefanya kwa muujiza mkubwa sana. Yeah. Okay, asante sana Madam Elizabeth na Mungu akubariki. Amina. Na mimi nina kitu cha kusema kwa wewe unayetutazama. Karibu sana madhabahuni Hema la Makimbilio. Leo tumemwona Mungu akifanya mambo makubwa sana, na mimi nimekuwa mmoja wa watu ambao Mungu amewatembelea, na tuko wengi sana ambao Mungu ametutembelea kwenye ibada ya leo. Tumeguswa na tumejifunza mambo mengi kuhusu nadhiri, kuhusu familia, na tumemwona Mungu kwa kiwango kikubwa sana. Usiache kufika madhabahuni. Tuko Arusha Mianzini Mataa, kanisa linaitwa Hema la Makimbilio. Karibu sana kanisa la Hema la Makimbilio, na Mungu akubariki sana. Be blessed. Shalom, shalom.